Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, lakini pia namshukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tumekuwa tukipokea shuhuda mbalimbali kwa njia ya simu, watu wakielezea mambo makubwa ambayo Mungu amewatendea kupitia vipindi hivi au vipindi vilivyopita, na wakati mwingine hata katika matukio mbalimbali ya kiroho ambayo yalifanyika hata nje ya vipindi hivi. Shuhuda hizi zinatia moyo sana, na hizi shuhuda zinasaidia kuweza kuelewa ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na anatenda kazi hadi sasa. Mungu anapomwandalia mtu majibu ya maombi yake, anamwandaa kwa ajili ya nafasi, anaandaa nafasi, capacity. Na wakati mwingine unaweza ukaona kama vile Mungu hajakujibu kwa wakati, kumbe alikuwa anakusaidia kufanya maandalizi sahihi ya kupokea baraka ambayo Mungu anakuletea. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo niliona ya kwamba kabla ya kuanza somo jipya la leo tuweze kuyatazama vizuri. Lakini kwa wale ambao mliokuwepo katika Jumatano iliyopita, nikamalizia na kanuni kuu 4 ambazo ni za muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Tunapoomba, tunapohitaji Mungu atufanyie mambo fulani fulani, ukichunguza ni kwamba kwa vile ule msukumo wetu wa ndani haujazingatia hizi kanuni, wakati mwingine tunaomba vibaya. Ndivyo anavyosema Mtume Yakobo, anasema mwaomba hampati kwa kuwa mnaomba vibaya. Leo nahitaji tuanze kujengea hapo sasa, ili tunapoingia kwenye somo jipya la siku hii ya leo uweze kujenga katika msingi ule ambao tunauendeleza, ukisonga mbele hadi huko mbele zaidi uweze kupata nguvu za kiroho na kusonga mbele. Kanuni ya kwanza tukasema Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Hii kauli imekuwepo ambayo tunasema Mungu kwanza, Mungu kwanza, Mungu kwanza. Ni kauli nzuri sana, lakini natamani hii kauli tungeingiza kwenye vitendo. Utaiangalia hata katika masuala yetu ya matoleo ya zaka na sadaka. Hapo utajua kwamba hii ni kauli ambayo tunaishi au tunaitamka mdomoni tu. Ukitazama vizuri swala la tulivyowekewa kutoa zaka, zaka ina sababu nyingi sana. Kwa sababu leo siongelei habari ya zaka, siwezi kugusa zote hizo, lakini ni nyingi sana. Moja ya sababu kubwa ya zaka ni kanuni ya Mungu kwanza, kwamba katika mapato yako kabla we kutumia, Mungu kwanza. Na kanuni ya kwanza inasema ya kwamba Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Ndio. Kwa hiyo kumbe wewe una maamuzi makubwa sana ya kusema nimempa Mungu nafasi kubwa au nimempa Mungu nafasi ndogo. Kanuni ya pili tukasema maandalizi ya ndani hutangulia matokeo ya nje. Sasa ukitazama sana katika mahubiri yetu, katika mimbari zetu, katika maisha yetu kwa ujumla, tumekuwa tukikazana na maandalizi ya nje kuliko maandalizi ya ndani. Wale ambao wanamuelewa Ellen White, nikasema kuna kitabu kimoja na kita Adventist Home, yule mtu wa ndani, utu wa ndani ameuita hekalu la ndani. Kuna majina kadhaa anaitwa huyu mtu wa ndani. Kwa hiyo kile ambacho kiko ndani kitaamua kile kilichoko nje. Ni mafundisho ya Yesu, ni mafundisho ya Torati, yote yamekazia kitu hiki. Hata mpaka wanafalsafa ambao hawako katika dini wanakazania sana habari ya kuandaa ndani ili matokeo yake yaweze kuonekana nje. Niumbie moyo safi. Kauli ya niumbie moyo safi sio niumbie mwili mpya. Somo la leo ambao tutalianza utaona kile ambacho mpaka wanasayansi wamethibitisha ya kwamba ni kweli. Kanuni ya tatu, nakumbuka tukasema imani hai ndiyo njia pekee ya kupitisha nguvu. Kwa kuna imani hai, kuna imani mfu. Mashaka ni kizuizi, imani ni kipitisho. Ndio. Kanuni ya 4 tukasema utukufu wa Mungu ndio lengo la mwisho. Mtoto wa Mungu unayenisikiliza, hili liwe katika maisha yako ya kila siku, katika kila kitu na katika maombi yako. Utukufu wa Mungu ndio uwe wa mwisho, ndio target. Kwa lugha nyingine niseme hivyo, nikisema utukufu wa Mungu ndio lengo la mwisho inakuwa na maana kidogo kuliko sema uwe wa mwisho. Ndilo lengo la mwisho, yaani yote ambayo utakuwa unayafanya, lengo la mwisho iwe ni utukufu kwa Mungu. Na hii sio hoja ya vitisho, ni hoja ya ukweli ya kwamba mimi David Mbaga anayeongea na wewe hapa sikuwahi kuandika barua yoyote ya kwamba nizaliwe, nilijikuta nimezaliwa. Aliyeamua hivyo ni Mungu. Kwa Mungu anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa, iwe amenifanyia navyotaka, iwe hajafanya, ni haki yake, maana huyu Mungu ndiye amenileta mimi hapa duniani, sikujileta mimi mwenyewe.
Namba 2, uhai wangu, hewa ninayopumua hapa ni ya kwake yeye. Mwandishi wa kitabu cha Matendo anasema vizuri, kwake yeye tunaishi, kwake yeye tunakuwepo. Ni hivi, utukufu wa Mungu lazima uelewe maana yake ni nini. Kwa lugha ya mkoloni ameita glory, lakini katika lugha ya Kiyunani doxa. Ukiangalia asili ya Kiyunani pamoja na lugha ya Kiebrania ambayo ndio lugha zilizotumika sana kuandika Biblia, neno utukufu linamaanisha uzito, weight. Kwa hiyo tunaposema, Mungu anaposema kwamba utukufu wangu sitampa mwingine, ina maana ule uzito wa kile kitu sitampa mtu mwingine, kwa sababu ni sawa na wewe umpe mtoto ambaye ana miaka 4 abebe uzito wa gunia la kilo 100, atakufa. Kwa huwezi kuniambia kwamba kilichomuua mtoto ni wewe uliyeamua vile, ila ni ule mzigo mtoto aliyeamua kubeba. Kwa mzigo wenyewe unaua, doxa, weight yenyewe inaua. Kwa Mungu anaposema utukufu uwe wa kwake, ana maana kwamba ninyi hamwezi kubeba hii kitu, itawaua. Ndivyo ilivyo. Ni kama hoja ya ujuzi wa mema na mabaya. Mungu anasema huyu mtu amekuwa mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Ina maana ya kwamba kabla ya mtu kujua mema na mabaya alikuwa kwenye saidi moja tu ya mema peke yake, lakini kitendo cha ujuzi wa mema na mabaya kimesababisha huyu mtu ashindwe kuchagua, kwa sababu yeye katika uwezo wake, mwenye uwezo wa kujua jema na baya, lakini bado akachagua jema, ni Mungu. Sisi tukishaingia kwenye hiyo area ya jema na baya, automatic tunapinda kuelekea kule kubaya. Kwa mwisho wa yote, utukufu uwe ni wa Mungu, ili ulichukue vizuri kabisa. Yani hapa ninavyoongea na wewe najisema mpaka mimi mwenyewe ya kwamba hata kama wewe nahubiri hapa, utukufu wa Mungu ndio lengo. Popote pale nitakapokuwa kuna kitu ambacho nimewiwa kukifanya na jitihada za kufanya, utukufu wa Mungu ndio lengo. Na utukufu wa Mungu ukiwa ndio lengo, umetembea katika barabara nzuri sana. Tumuombe Mungu sana tusaidie.